Hujambo, hizi ni Rubaa za Kimataifa, mimi ni Awadh Rashidi. Kiongozi mwadhamu wa mapinduzi ya Kiislamu ya Iran, Ayatollah Ali Khamenei, amesema kuwa vitisho vya Marekani dhidi ya taifa lake havitaleta matokeo yoyote baada ya Rais Donald Trump kuonya uwezekano wa hatua za kijeshi dhidi ya Tehran. Wamarekani wanapaswa kuelewa kwamba vitisho havitafanikiwa wanapokabiliana na Iran, Khamenei amesema katika hotuba yake ya kila mwaka katika sherehe ya mwaka mpya ya Kiajemi iliyotangazwa mbashara kwenye televisheni. Kiongozi huyo mwadhamu aliongeza kuwa wao wa Marekani na wengine wanapaswa kufahamu kuwa wakifanya lolote baya dhidi ya taifa la Iran watajibiwa kwa nguvu kubwa. Mnamo Machi 7, Trump alisema kuwa alimwandikia barua kiongozi huyo wa Iran akimtaka kuanzisha mazungumzo kuhusu mpango wa nyuklia wa Iran, huku akionya kuwa kuna uwezekano wa kuchukua hatua za kijeshi iwapo Tehran itakataa. Waziri wa mambo ya nje wa Iran Abbas Araghchi alisema siku Alhamisi kuwa barua hiyo ilikuwa zaidi ya tishio, ingawa pia ilionyesha uwezekano wa mazungumzo, akisema tunachunguza kwa kina maudhui ya barua hiyo na tutajibu rasmi katika siku chache zijazo. Kulingana na ripoti ya tovuti ya habari ya Marekani Axios, ikimnukuu afisa wa serikali ya Trump na vyanzo vingine, barua hiyo inaweka muda wa miezi miwili na kufikia makubaliano mapya ya nyuklia. Hata hivyo, haijabainishwa ni lini muda huo utaanza au kuisha. Kwa muda mrefu, Khamenei amepuuza wito wa Trump wa mazungumzo ya moja kwa moja, akisema kuwa rais huyo wa Marekani anajaribu kudanganya ulimwengu kwa kuonyesha kuwa Marekani iko tayari kwa mazungumzo, huku Iran ikionekana kutotaka kushiriki. Trump, ambaye alianza muhula wake wa pili Januari mwaka 2025, amerudisha sera yake ya shinikizo la juu dhidi ya Iran. Wakati wa kipindi chake cha kwanza, Trump aliondoa Marekani kwenye makubaliano ya kihistoria ya nyuklia mwaka 2015 kati ya Iran na mataifa yenye nguvu duniani na akairejeshea Teherani vikwazo vikubwa vya kiuchumi. Kwa mwaka mmoja baada ya Marekani kujiondoa, Iran iliendelea kutekeleza makubaliano hayo, lakini baada ya muda ilianza kupunguza ahadi zake kwa kuongeza viwango vya urutubishaji wa madini ya uranium hadi 60%. Teddy Galen Carpenter, mchambuzi mashuhuri wa masuala ya kijeshi wa Marekani, amemtahadharisha rais wa nchi hiyo Donald Trump na matokeo hatari ya kuanzisha vita dhidi ya Iran. Carpenter ametoa indhari hiyo kwa rais huyo katika makala iliyochapishwa kwenye jarida Al-Hariri la The American Conservative. Mchambuzi huyo wa masuala ya ulinzi na sera za nje amemhutubu Trump kwa kumwambia vita na Iran havitakuwa kama wanamitindo wanaotembea katika maonyesho ya mitindo, akiashiria chokochoko zinazofanywa na maseneta wa Marekani wenye misimamo mikali wanaomchochea Trump juu ya swala hilo. Carpenter ameeleza kwenye makala hiyo kwamba watu wenye msimamo mkali wamejaribu kupuuza maonyo yanayotolewa kwamba uingiliaji wa kijeshi unaweza kusababisha hatari ya kuanza vita vingine visivyo na mwisho katika Asia Magharibi. Carpenter, ambaye pia ni profesa na mhadhiri wa taaluma ulinzi na sera ya kigeni katika taasisi ya Cato, ameashiria madai ya Trump kwamba vita hivyo havitadumu kwa muda mrefu na vitamaanisha kuangamizwa Iran, na akasema majigambo ya aina hiyo yanakumbusha kauli za Kenneth Edman, aliyekuwa naibu waziri wa zamani wa ulinzi wa Marekani Donald Rumsfeld kabla ya vita vya Iraq mwaka 2003. Akifafanua hilo, mchambuzi huyo amesema Edman alitabiri kwamba vita vya kumpindua Saddam Hussein, dikteta mwenda zake wa Iraq, vitakuwa kama wanamitindo wanaotembea kwenye jukwaa la maonyesho ya mitindo, lakini utabiri wake ukutimia na zaidi ya wanajeshi 4,000 wa Marekani walipoteza maisha katika vita hivyo. Mchambuzi huyo wa Kimarekani ameongeza kwa kusema kuwa kuna sababu kadhaa zinazoonyesha kuwa vita dhidi ya Iran havitakuwa sawa na utembeaji wa wanamitindo kwenye jukwaa la maonyesho ya mitindo. Kufanya hivyo kwa matarajio kuwa shambulio la gharama ndogo na la umwagaji mdogo wa damu litaleta ushindi wa uhakika na wa haraka kwa Marekani, kuna maanisha jinsi wachukuaji maamuzi wanavyofikia kwenye kilele cha upumbavu. Serikali ya Trump inapaswa kujiepusha na kutumbukia katika shimo hilo, mchambuzi huyo alisema. Na vikosi vya ulinzi vya Yemen vimetangaza kuwa uwanja wa ndege wa kimataifa Ben Gurion wa Israeli sasa hauko salama kwa usafiri wa anga na utaendelea kuwa hivyo hadi uchokozi wa utawala huo wa Kizayuni dhidi ya Gaza utakapokomeshwa na vizuizi vya misaada lilivyowekewa eneo hilo la Palestina vitakavyoondolewa. Katika taarifa iliyotolewa, msemaji wa vikosi vya ulinzi vya Yemen Brigadia Jenerali Yahya Saree ametangaza kwamba vikosi hivyo vimeulenga uwanja wa ndege wa kimataifa wa Ben Gurion katika eneo linalokaliwa kwa mabavu la Yafa kwa kombora la balistiki
Yashtik la Palestina tu. Kwa mujibu wa Sareh, operesheni hiyo imetekelezwa kuunga mkono watu wanaodhulumiwa Palestina na mukawama wao wa kijasiri. Msemaji wa jeshi hilo la Yemen amebainisha kuwa hiyo ni operesheni ya tatu ya shambulio la kombora la aina hiyo kutekelezwa katika muda wa saa 48 zilizopita, na akathibitisha kwamba operesheni hiyo imefikia lengo lilokusudiwa. Mbali na hayo, Sareh ameripoti kuwa kwa siku 6 mfululizo kikosi cha ndege zisizo na rubani za Yemen kimefanya operesheni dhidi ya vyombo vya jeshi la majini la Marekani katika Bahari Nyekundu kwa kurenga manuari za kivita za USS Harry Truman. Brigedia Jenerali Sareh akibainisha kuwa mashambulizi hayo ni jibu la uchokozi unaoendelea kufanywa na Marekani dhidi ya taifa la Yemen. Msemaji huyo wa jeshi la Yemen ametoa pongezi pia kwa wananchi wa Palestina na mukawama wao na kusifu uthabiti wao wa kuhimili hujuma za kikatili za utawala wa Wazayuni.